Ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha tena katika kipindi chetu kizuri na mfululizo wa kipindi chetu kizuri chenye kichwa cha ujumbe kinachosema kwa habari ya kushinda kelele za wakatisha tamaa. Wiki iliyopita tulianza, kwa wale ambao hawakuwepo, kwa majina yangu naitwa Cassian Alois Mwenyasi. Ni mchungaji wa kanisa la CIT au City International Tabernacle, Satellite International Tabernacle, kanisa la TAG. Ni mchungaji kiongozi na ninatumika na rafiki yangu Pastor Vicky ambaye ni mke wangu. Amekuwa baraka sana na msaada, na nilijitambulisha kwenye kipindi kilichopita kwamba Mungu ametubariki kuwa na watoto watatu, wote ni wa kiume. Mtoto wetu wa kwanza anaitwa Alois, wa pili Jaden, na watatu Jasiel. Sasa wiki iliyopita tulianza kwa somo hili la baraka ambalo linazungumza ujumbe unaosema kwa habari ya kushinda kelele za wakatisha tamaa, na somo letu lilitoka kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 10 mstari wa 46 mpaka wa 52. Ni habari za Batimayo kipofu. Tulijifunza kutokea hapo na vitu vingi. Unaweza ukalifuatilia somo la wiki iliyopita, litakusaidia. Kuna mambo mengi ya msingi ambayo niliyazungumza, ukiyasikiliza yanaweza kukutoa mahali ulipo na kwenda mahali pengine, litakuinua. Kama ulikuwa na mambo mengi, una maswali mengi yasiyokuwa na majibu, Mungu anaweza kukupa mpenyo na kupata majibu ya kutoka mahali ulipo, kwa sababu Mungu wetu ni wa neema na bado anatupenda. Leo nataka tuendelee na mfululizo wa somo hili. Naomba nimshukuru Mungu, halafu tutasoma ujumbe wa leo na kuweza kuunganisha kwenye mfululizo wa somo letu kutoka kwenye wiki iliyopita. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakubariki kwa ajili ya wakati mzuri tena ambao umetupatia watoto wako kuweza kusikia kutoka kwako. Nami ninajiachilia mikononi mwako, unitumie kama chombo chako kama upendavyo, ili uweze kuwafikia watu wako Bwana wa NY TV, wa Tanzania na nje ya Tanzania, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakubariki kwa sababu yuko mtu anakwenda kuinuka tena. Yuko mtu hata bakia mahali alipo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na Bwana, kupitia ujumbe wa neno hili, kama wako wagonjwa wakaponywe, waliokata tamaa wakainuke tena, waliokuwa wameshindwa, wamejeruhiwa mioyo yao, Roho Mtakatifu ukawagange, wakalione tumaini na kuendelea kusonga mbele tena. Katika jina lako takatifu Kristo Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Basi tunaendelea na mfululizo wa somo letu hili la baraka. Wiki iliyopita niliwaambia nikasema, watu wengi wanasema, na hata mwandishi mmoja wa kitabu aliwahi kusema kwamba ni heri mtu mmoja anayekutia moyo wakati wa mapito yako kuliko watu 1000 wanaokupongeza ukiwa umeshinda au umevuka mahali fulani. Sasa ninapolisema somo hili, natamani limtoe mtu mmoja mahali alipo na kusonga mbele kwenda hatua nyingine. Ninaomba nisome neno kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 15. Mathayo 15 mstari wa 22 mpaka ule wa 28. Mathayo, ninarudia kwa makusudi ili uweze kufika, halafu twende kwa pamoja tulisome neno la Bwana. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 22 mpaka 28 linasema,
Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, muache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ninapoendelea na mfululizo wa kichwa cha ujumbe kinachosema kwa habari ya kushinda kelele za wakatisha tamaa, wiki iliyopita tulizungumza somo letu kutoka kwenye kitabu cha Marko sura ya 10 na ule mstari wa 46 mpaka 52. Unaweza ukafuatilia NYTV na utaona somo lililotangulia ili uweze kuelewa vizuri hapa ninapoendelea kwenye kipande cha leo, ambacho ninaamini kabisa utakaposikiliza mpaka kufikia mwisho kuna kitu kitajengeka ndani yako, kuna kitu kitatendeka. Kama unaumwa hapo ulipo, kaa mkao wa kusikiliza neno vizuri mpaka ninapomaliza na kufanya maombi. Kuna jambo Mungu atakutendea, maana huyu Mungu wetu ni halisi. Nimemthibitisha, nimeona akitenda mambo makuu ya ajabu, nimeona Mungu anayeshangaza, nimeona Mungu anayewainua wanyonge, nimemuona Mungu anayeweza kuwainua waliokatishwa tamaa na kutokuwa na mwelekeo tena. Huwa anawatendea mambo mapya. Maandiko haya ambayo tumeyasoma kutoka kwenye kitabu cha Mathayo, mwandishi ni Mathayo, hii sura ya 15 mstari wa 22 mpaka 28 ni habari ambayo inamsema mama mmoja aliyetambulika kwamba alikuwa ni mwanamke Mkananayo. Huyu mama, maana yake kwa tafsiri nyingine, hakuwa Muisraeli, alikuwa ni mtu wa mataifa. Lakini alikuwa na binti yake ambaye ana mapepo, ana changamoto, anapagawa. Na alikuwa amewahi kusikia habari za Yesu kwamba yeye ni msaada kwa walioonewa. Akachukua hatua ya kumwendea ili apate msaada. Lakini alikabiliana na vikwazo, alikabiliana na mambo ya kumkatisha tamaa kwa ajili ya uponyaji wa mtoto wake. Lakini huyu mama ana mambo ya msingi sana ambayo natamani tujifunze mimi na wewe, halafu tuchukue hatua, tujue kwamba jambo lolote ili litokee linahitaji kuchukua hatua ya imani. Unapokabiliana na vikwazo, unapokabiliana na jambo lolote ambalo linataka kukusimamisha usipokee unachokitakiwa kukipokea, ni lazima uwe mtu wa imani. Ni lazima usikubali kelele za watu wanaokukatisha tamaa. Sasa huyu mama, kuna funzo kubwa ambalo tunatakiwa kujifunza la kiimani kutoka kwake. Kwa sababu huyu hakukatishwa tamaa na aina ya watu fulani tu. Alikatishwa tamaa namba moja kabisa na maneno ya wanafunzi wa Yesu. Lakini namba mbili, Yesu mwenyewe akampa majibu ambayo yalikuwa yanatosha kumkatisha tamaa. Lakini huyu mama alikuwa ni shujaa katika imani. Akapiga hatua na akapokea neema ya muujiza wa mtoto wake kupona. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Maandiko yanasema huyu mama alikwenda akapiga kelele, akaomba msaada, akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, mtoto wangu anapagawa na pepo. Maandiko yanasema wanafunzi wakamwambia, muache huyu mama aende zake kwa sababu anapiga kelele nyuma yetu. Wiki iliyopita niliwaambia yule Batimayo alinyamazishwa na watu wakamwambia anyamaze kwa sababu aliyekuwa anapita bwana mkubwa ni kama kelele zake zilikuwa zinataka kuvunja protocol, kuvunja utaratibu wa msafara uliokuwepo.
Nikasema kuna wakati kwenye pito lako watu wengine linaweza likawa kero, lisiwaguse. Sasa huyu mama pia ni mfano wa kuigwa. Amekwenda kuomba msaada, lakini wakati anakwenda kuomba msaada, wanafunzi wanamwambia Bwana Yesu achana naye kwa sababu anapiga kelele nyuma yetu. Yule mama hakuona kama inatosha, akaendelea akamwendea Yesu. Yesu akampa jibu ambalo lilikuwa ni zito zaidi, akamwambia, mama, najua unayo shida, lakini huwa hatuwapi chakula, hatutoi chakula kwa mbwa. Chakula ni cha watoto. Yule mama akamwambia, lakini pamoja na hayo ninafahamu kwamba hata mbwa hula makombo mezani pa bwana zao. Ilikuwa ni moyo wa unyenyekevu wa kutisha sana. Sasa kwenye kipindi hiki cha leo ninapoendelea, nina vitu kadhaa natamani nivigusie uvielewe kwa habari ya imani, ili tuweze kupokea kutoka kwa Mungu tunapokabiliana na wakatisha tamaa, tunapokabiliana na vikwazo. Kuna mambo ya msingi nataka niyazungumze hapa, matatu ya msingi sana kwenye somo hili. Mambo muhimu matatu. Jambo namba moja, ili tuweze kupokea kutoka kwa Mungu. Namba moja, imani zetu ni lazima zipimwe. Ili tuweze kupokea, huwa imani zetu zinajaribiwa. Ndio maana unaposoma kwenye maandiko unamuona mwanamke kama Hana akiwa na hitaji la mtoto, amechoka masimango ya Penina, anasema ngoja nikimbilie madhabahuni pa Bwana. Lakini akiwa nyumbani mwa Bwana anaomba, anatokea kuhani anamwambia, wewe mwanamke utakuwa mlevi mpaka lini? Ulikuwa ni wakati wa imani yake kupimwa. Kwa hiyo ili tuweze kupokea kutoka kwa Mungu, namba moja ni lazima imani zetu zipimwe. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati wa imani yake kupimwa. Na wakati wa imani zetu kupimwa, kuna wakati utashangaa hata watu waliokuwa wanatutia moyo watakaa pembeni. Wakati wa imani zetu kupimwa ni wakati wa giza. Ni wakati wa wewe unapaswa kubakia wewe na Mungu. Kuna wakati macho yako yanaweza kuwa yaliwatazama sana watu, ulitegemea misaada kutoka kwa watu, lakini Mungu huwa anatokeza mahali ambapo macho yako yameanza kwa uhakika kumtazama yeye kuliko kuwatazama wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo lingine muhimu sana kwenye somo hili la huyu mwanamke Mkananayo, baada ya imani zetu kupimwa, ni lazima imani zetu zithibitishwe. Yaani ni kama vile sisi hapa Tanzania tuna shirika la viwango linalopitisha vitu, linaitwa TBS, linapitisha vitu na kuambiwa hiki kitu ni halali. Kwa hiyo na sisi pia kwenye imani, Mungu huwa ni lazima imani zetu zipimwe, alafu zikishapimwa zinathibitishwa. Hiyo ndio TBS ya kimungu. Ni lazima zipimwe imani zetu. Ikishathibitishwa, sasa inakuwa tayari kupokea kile ilichoombwa. Haya ndio tunayoyaona kutoka kwa yule mwanamke Mkananayo. Alikuwa kwenye jaribu, mtoto wake ana mapepo, anapagawa, wana shida isiyo ya kawaida, lakini amekwenda kupiga kelele ya kuomba msaada kama alivyoomba Batimayo. Wanafunzi wa Yesu wanasema achana naye, anapiga kelele nyuma yetu. Hawakuwa na maana ya kwamba hawakupenda kumsaidia, lakini ilikuwa ni wakati wa yule mama imani yake kupimwa. Anafika kwa Yesu mwenyewe, anamwambia, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, mtoto wangu anapagawa. Yesu jibu lake lilikuwa zito kuliko hata la wanafunzi. Wanafunzi walimwambia tu yule mama kwamba anapiga kelele nyuma yao aachane naye. Lakini Yesu alimwambia, mama, ninakuona, lakini huwa chakula cha watoto hatuwampi mbwa. Akamfananisha na mbwa. Kwa hiyo ile ingetosha kuona yule mama huyu Yesu ni amedharau, lakini Yesu alikuwa anaiweka imani yake kwenye vipimo. Alipoambiwa yale maneno, mama akaongea kwa unyenyekevu, akamwambia, ninajua Bwana wangu kwamba hata hao mbwa huwa wanakula makombo mezani pa bwana zao. Maana yake akataka uponyaji, basi hata kama kuna makombo ya uponyaji, yeye anatamani kuyapokea kama mbwa aliyelinganishwa. Yesu alikuwa anamaanisha nini hapa? Yule mama hakuwa Mwisraeli. Yule mama alikuwa ni mtu wa mataifa. Na wakati huo Yesu alikuwa alitegemea watu wa Israeli waipokee imani na kuipeleka kwa mataifa. Lakini kile kitendo cha lile jibu la yule mama, Yesu baada ya hilo jibu alibadilisha, akasema, mama, imani yako ni kubwa, upokee uliloliomba. Na maandiko yanatuthibitishia kwamba saa ile ile mtoto wa yule mama akapona. Sasa hapa kuna mafunzo na mambo ya muhimu sana. Kama ambavyo nimekwambia, mambo matatu ya kwanza ya muhimu: imani ni lazima ipimwe, imani lazima ijaribiwe, ikishajaribiwa inapokea. Tunaona Ayubu alipitia sana wakati wa mpito, alijaribiwa. Wakati wa kujaribiwa ilifika mahali hata mke wake alimkataa. Wakati wa kujaribiwa ni wakati wa giza. Wakati tunapopita kwenye mapito fulani, huo wakati unaweza kuwa kuna kelele nyingi sana za watu wa kukatisha tamaa, lakini pia ni wakati wa imani zetu kupimwa ili tuweze kupokea lile ambalo Mungu anataka tulipokee.
Sasa kwenye somo hili la leo kutoka kwenye Mathayo hii sura ya 15 22 mpaka 28, yako mambo ya msingi sana ya kibiblia natamani tujifunze. Tuyatazame hapa kwa haraka kabisa ili tuweze kupokea package yetu nzuri ya leo na tutakapoendelea kufuatilia vipindi vingine. Lakini kuna mafunzo kadhaa hapa kwenye somo hili la Mathayo 15 22 mpaka 28. Funzo namba 1 kwenye somo hili kwamba imani ya kweli huwa inavuka mipaka. Yule mama alikuwa ni Mkananayo na Yesu akamwambia kwamba huwa chakula cha watoto hawapewi mbwa, lakini vile ambavyo alikuwa na imani na akawa mnyenyekevu na kushuka, ilivunja protocol. Yesu alipoiona imani akabadilisha usemi, akamwambia imani yako ni kubwa, upokee leo. Maana yake hapo kuna fundisho kwamba tukiwa na imani ya kweli huwa inavuka mipaka. Tukiwa na imani ya kweli Mungu anaweza akatutendea sawa na watu walioko mahali popote. Imani ya kweli huwa inavuka mipaka, inavuka viambaza, inavunja mipaka. Hata kama ungezuiliwa na watu, kama una imani ya kweli kutoka kwa Mungu, watu hawataweza kutuzuilia, hawataweza kutuwekea mipaka, hawatatushinda kwa kelele zao za kutukatisha tamaa. Tutavuka na tutaiona neema ya Mungu kwenye maisha yetu. Hilo ni fundisho la msingi sana, tunaliona kutoka kwa yule mwanamke. Yeye hakuwa Myahudi, lakini alionyesha imani isiyoyumba. Ni lazima tuwe na imani ya kweli isiyoyumbishwa. Tuwe na imani yenye mizizi kwa Yesu. Tunapomtazama Yesu, haijalishi mazingira yanaonekana namna gani. Tunaweza tukapita kwenye mawimbi makali. Kama Petro ambavyo alimuuliza Yesu siku moja, akamwambia wewe ni Yesu? Akamwambia ndio. Akamwambia kama ni wewe niamuru nije. Akatembea kwenye maji hatua mbili, lakini alipotazama mawimbi akapiga kelele, akaanza kuzama. Hatupaswi kuyatazama mawimbi, tunapaswa kumtazama Yesu. Mtu mmoja aliwahi kusema, akasema kuna wakati mwingine tunaweza tukapita kwenye mapito makubwa, alafu tunapoomba, hata tunapoomba tunalia, tunamwambia Baba tazama. Tunapaswa tuyatazamishe matatizo na majaribu tunayoyapitia, tuyatazamishe ukuu wa Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mapito ni mengi, mapito ni makubwa, unaweza ukapitia, lakini pamoja na mambo hayo yote, na kuna wakati mwingine huwa tunaweza tukapitia mapito kwa sababu maalum. Wakati mwingine tunapitia mapito ili kesho tuwe waalimu wa watu wengine. Mtu mmoja aliwahi kutoa mfano mmoja, akasema kulikuwa na kijana mmoja ambaye anaishi kwa mfalme, na yule mfalme alikuwa ana hobi ya kwenda msituni kuwinda. Yule kijana akawa miongoni mwa watu ambao huwa wanakwenda nao kuwinda, wanarudi. Mfalme ana hobi ya kuwinda kwenye msitu mnene. Lakini siku moja alipokuwa kwenye ule msitu, yule mfalme alichomwa na mti mbaya sana kwenye mguu wake. Damu zikawa zinamvuja. Akapiga kelele kuomba msaada kwa yule kijana. Yule kijana alipofika pale kwake akaona damu zinavuja mguuni. Lakini alipomtazama akawa anatabasamu, akamwambia bosi wake kwamba Mungu ana sababu. Mfalme akamtazama, hakumuelewa vizuri. Wakafunga walivyojifunga pale, wakapata first aid, huduma ya kwanza. Akarudi wakarudi nyumbani. Walipofika mfalme akamuelezea Malkia ambaye ni mkewe kwamba nimepata jeraha baya kama unavyoliona. Lakini nimeshangaa sana kwamba nikiwa kule, huyu kijana ambaye huwa ninakwenda naye alipoona damu zinavuja, yeye alinitazama kwa kutabasamu, alafu akaniambia Mungu ana sababu. Malkia akakasirika sana. Akasema huyu kijana kwani anatudai nini? Hebu muite hapa. Akaitwa, akamwambia hebu naomba ubebe mabegi yako. Kuna kitu chochote unatudai? Malkia akawa mkali. Akamwambia kama unatudai pesa nini, uje uchukue uondoke, nenda kwenu. Yule kijana alibeba begi lake akawa analikokota, akapewa alivyopewa vyote. Wakati anaondoka tena alitabasamu kwa tabasamu nzuri mno, akawaambia tena Mungu ana sababu, alafu akawapongea mkono. Wakashangaa kwamba huyu kijana ni mtu wa namna gani? Yaani yeye tunamfukuza kazi bado anasema Mungu ana sababu. Mfalme alichomwa na mtu anasema Mungu ana sababu. Yule kijana akaondoka. Alipoondoka, kwa sababu mfalme hobi yake ni kwenda kuwinda. Alipopona siku moja mfalme akaenda msituni peke yake kuwinda. Alipofika kwenye kuwinda alikutana na majitu, yakamkamata. Wakamwambia sisi ni watu tulikuwa tunasubiri muda mrefu mtu wa kumtoa kafara. Tumekaa huku msituni kwa muda. Kwa hiyo tunashukuru wewe umefika mikononi mwetu. Wakamkamata, wakamvua nguo. Lakini walipomvua nguo wakakutana na ile jeraha
la kovu la kile kidonda alichochomwa na ule mti. Wale watu wakamwachia, wakaambia chukua nguo zako haraka uvae, uondoke, umetutesa na umetusumbua kwa muda. Sisi huwa hatutoi kafara watu ambao ni vilema, wenye kovu kama la kwako. Kuna wakati Mungu anaweza akaruhusu upate kovu kwa ajili ya kuhifadhi uzima wako. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukapitia pito fulani, lakini kumbe kwenye hilo pito kuna mafunzo, kuna jambo Mungu anaruhusu ili kesho uwe shuhuda, uwe mwalimu wa wengine kwa vitendo kwa yale uliyoyapitia. Yule mfalme alivaa nguo akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani, hiyo siku akamwambia Malkia, mimi nisingekuwepo. Nimerudi leo na nimekumbuka ule ujumbe. Yaani alipokuwa njiani ule ujumbe wa Mungu ana sababu ulikuwa unacheza kichwani. Alipofika nyumbani anamwambia nimeelewa kweli leo kwamba kumbe Mungu ana sababu. Kwa nini? Akamwambia nilishakamatwa, nilitakiwa kutolewa kafara. Lakini baada ya kukamatwa, wale watu walionikamata kunitoa kafara walikutana na kovu niliyowahi kuumia. Wakaniambia hawatoagi vilema kama mimi. Wameniachia, ndio maana unaniona ninaongea na wewe. Mimi nisingekuwepo. Yule Malkia alifurahi sana hiyo siku. Akatabasamu, akaambia kwani namba ya yule kijana tulifuta, hebu tumpigie basi. Wakampigia, wakaambia wewe ulishapataga kazi. Akapiga simu Malkia kwa haraka. Alipopiga simu kijana akapokea. Akaambia kama hujapata kazi unaweza ukarudi, tunaomba urudi. Kijana alibeba vifaa vyake akarudi tena. Alipofika wakamueleza kwa nini amerudi. Anawaambia kwamba alikwenda msituni, yule mfalme alitakiwa kutolewa kafara, alirudi kwa sababu ya lile kovu. Yule kijana alitabasamu tena, akawaambia bado Mungu ana sababu. Hata mliponifukuza kazi, Mungu alikuwa na sababu. Akamwambia kwa nini mnajua Mungu alikuwa na sababu? Anaambia mimi ndio huwa ninaenda na mfalme kuinda. Maana yake alipoenda safari hii, walipomkamata walikuta ana kovu, msingenifukuza kazi angekuwa na mimi. Maana yake mimi ndio ningefuata, ningetolewa mimi kafara badala ya huyu. Kwa hiyo hata kunifukuza kwenu kazi, Mungu alikuwa na sababu. Natamani nizungumze na mtu mmoja unayepita kwenye pito ambalo yawezekana unaweza kuwa unawaza yamkini Mungu amekuacha. Ni kweli kuna mambo ambayo unapaswa kutafakari. Wakati mwingine kama ni mtenda dhambi, Mungu anaweza akaruhusu mapigo fulani fulani. Lakini sio mara zote mapito tunayopitia ni fimbo ya Mungu. Mengine tunaweza tukayapitia kwa sababu ya Mungu kuhifadhi maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka niendelee na pointi zangu kadhaa. Jambo lingine muhimu la fundisho kwenye somo hili, namba 2, ni kwamba Yesu hujaribu imani yetu kwake. Ili Yesu atutendee mambo, ni lazima aitazame imani ndani yetu. Tunamwamini kwa kiwango gani? Yesu huwa anatamani kuona watu wenye imani kama watoto wadogo wanavyowaamini wazazi wao. Unajua watoto wadogo unaweza ukamshika unamrusha juu, halafu anachekelea kwa sababu anajua yuko kwenye mikono salama. Hakunaga mtoto anaporushwa na baba yake anapiga kelele kwamba anakufa. Wanaamini mikono ya baba zao ni salama. Mtu anaweza akarusha na mtoto mdogo juu akiwa anachekelea na furaha kubwa kwa sababu anaamini yuko kwenye mikono salama. Muamini Yesu kwamba uko kwenye mikono salama. Unapopita kwenye mapito yoyote, usipige kelele, usiseme nimekwisha. Na huwa ninawaambia watu ni kweli maisha yalivyo tunatofautiana. Yaani kuna wakati unaweza ukafika mahali unasema Mungu, nimefika mahali sielewi naishi au naishia. Hutaishia kwa jina la Yesu aliye hai. Utaendelea kuishi na uyaone matendo makuu ya Mungu na ukayasimulie, na kwa gharama yoyote ile usikubali kukata tamaa na kutokuendelea mbele. Kwa hiyo elewa kwamba Yesu huwa anazijaribu imani zetu. Ukimya wa Yesu na majibu yale ya awali yalikuwa ni jaribio la kuonyesha kina cha imani ya yule mwanamke. Hayakuwa ni maneno ya kumkatisha tamaa, lakini alikuwa anaitafuta imani ya kweli, kwamba huyu mtu ana imani ya kiwango gani. Na yule mama alionyesha dhahiri kwamba ni mtu mwenye imani. Hata alipoambiwa kwamba chakula cha watoto hawapewi mbwa, alijibu akiwa ni mtu aliyeshuka. Ni kama vile Hana alipoambiwa wewe utakuwa mlevi hata lini wakati anahitaji na yuko kwenye maombi. Halikuwa jambo rahisi, lakini akamwambia usimzanie mwanamke huyu ni mtu wa namna hiyo. Akamuelezea vizuri kwa unyenyekevu, alafu alipomaliza kuhani Eli akamwambia mwakani majira kama haya utapokea unachoomba. Na ilikuwa hivyo kwa sababu alinyenyekea. Lakini jambo lingine la msingi, tunapaswa kufahamu kwamba Yesu si wa taifa moja tu. Ingawa Yesu alianza na Israeli, lakini hakuwa amefungwa kwao tu. Mpango wa Mungu ulikuwa ni kuwafikia watu wote. Ndio maana nilikupa shuhuda wiki iliyopita. Mimi kule nimetokea ni mtu wa namna gani, nimeshuhudia mambo mengi mno na matendo yasiyo ya kawaida, lakini pamoja na mambo hayo yote
Yesu anaokoa watu wowote, anaokoa watu wa kila kabila na kila lugha na kila taifa. Yeye amekuja kwa watu wote. Kwa hiyo hata kama wewe unasema sijui yamkini sisi imani yetu Yesu ni wa watu wote. Hata hapo ulipo, mimi ninachotaka ni imani yako upandishe viwango vyako, umtazame Yesu kwa namna nyingine. Usimtazame Yesu kwa mtazamo wa kidini, mtazame kama mtu aliye na imani anayetaka kusaidiwa na mbingu. Lakini jambo lingine la mwisho kwa leo katika mfululizo wetu wa somo hili, unapaswa kujua kwamba unyenyekevu huvuta rehema ya Mungu. Kama ambavyo yule mwanamke alionyesha unyenyekevu, uliivuta rehema na huruma ya Mungu. Huwa ninawaambia watu, wanadamu wanaweza wasikuhurumie, na kuna wakati mwingine wanadamu wanaweza akakwambia mdomoni pole, lakini kule ndani moyoni hamaanishi pole, mwingine anamaanisha ndio ukome. Wanadamu tumejaa, kuna vitu vingi sana. Ndio maana maandiko yanasema moyoni mwa mtu kuna hila nyingi, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Tuko kwenye dunia ambayo wanadamu wakati mwingine wana hila, na huwa mara nyingi nawaambia watu, mara zote wakati mwingine hata watu wengi wanaweza wakakwambia wanatamani ufanikiwe, lakini hawatamani ufanikiwe kuwapita wao. Wanatamani kukuwekea mipaka, wanatamani kukuwekea vizuizi vya kuona wewe usivuke kufika mahali fulani. Lakini yuko Yesu ambaye anatamani tuvuke kwa imani. Anatamani tushinde kelele za wakatisha tamaa. Au wakatisha tamaa yanaweza kuwa ni mazingira yako. Unaweza ukawa ni mazingira yako ya kazi, yanaweza kuwa ni mazingira yako ya huduma. Huwa ninawaambia watu, kuna wakati maisha yanaweza kuwa magumu, na wengine wao wanasema nimepanga sasa, nimeona hapa mjini haiwezekani, nimepanga kurudi kijijini. Mimi nataka nikutie moyo. Kama ulikuwa unapanga kurudi kijijini, panga kurudi kwa Yesu badala ya kurudi kijijini. Ukirudi kwa Mungu aliye hai, hayo mapito yako yatabadilika. Hayo maswali yako yasiyo na majibu, Yesu atayajibu na utapokea neema ya kutoka kwa Mungu Jehova. Huyu Mungu tunayemtumikia ni halisi. Aliyemtendea Batimayo, aliyemtendea mwanamke Mkananayo, ndiye Mungu tunayemwabudu leo. Naye anajitambulisha kutoka kwenye kitabu cha Waebrania 13:8, anasema huyu Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Maana yake alikuwepo, alikuwa anafanya, na hata leo yupo na anaendelea kufanya, na ataendelea kufanya milele. Nimemshuhudia huyu Yesu akiwapa watu watoto, wakakumbatia watoto wao. Wengine walikaa zaidi ya miaka 10, walikaa miaka ya kutosha, waliitwa majina mabaya ya kukatisha tamaa, wakaitwa hao ni matasa. Wengine wakaambiwa wewe kazi yako ni kujaza tu choo. Mtu mmoja alipitia pito la kukosa mtoto kwa miaka mingi, na ikafika siku moja mme wake, ushawishi wa ndugu ukazidi, baada ya kukaa miaka zaidi ya 10 hana mtoto. Alimfukuza vibaya yule mwanamke, akamtoa ndani mwake na mizigo, akamwambia nimechoka kunijazia choo. Akamtoa vibaya yule mwanamke, akaondoka akiwa yule mama na moyo wa uchungu sio wa kawaida. Lakini kwa bahati nzuri, alipofika kule alikorudishwa, baada ya muda kadhaa, akaja jamaa mwingine akaanza kupeleka posa pale, anataka kumuoa yule mama, moyo wake ukiwa na uchungu. Akamwambia mimi sihitaji wanaume. Unajua moyo wa mtu ukiumizwa anaweza akasema lolote. Ndio maana wengine wakiumizwa kwenye mahusiano, akiguswa anaweza akasema wanaume wote mbwa. Lakini sio kweli, kwa sababu hata baba yako aliyekuzaa naye ni mwanaume. Huyo sio mbwa, lakini moyo wa mtu ukiumia unaweza ukasema chochote. Lakini ashukuriwe Mungu, yule mama, yule baba, kwa sababu alikaza mwendo, alimfuatilia kweli kweli. Baadaye yule mama akakubali, akaolewa tena mara nyingine. Alipoolewa, yule dada aliyefukuzwa vibaya akaambiwa tasa. Ilimchukua muda mchache sana. Kuna siku moja akaanza kujisikia tu vibaya vibaya. Mara anasikia hamu ya vitu ambavyo havipo. Mara anatamani udongo wa Pemba. Mume wake akasema ngoja twende hospitalini tukapime. Na wao wakiwa wanaenda kwa mlengo tunakwenda kupima malaria. Lakini walipofika hospitalini wakashauriwa wapime pia pamoja na kipimo cha UTP, wapime ujauzito. Alipopima akaambiwa yule mama ni mjamzito. Alichanganyikiwa kwa furaha. Aliendelea kliniki akamaliza miezi 9. Siku moja yule mama akajifungua salama. Ile hospitali alipojifungulia, siku moja akiwa anachechemea, anatoka kumnyonyesha mtoto, akamuona shemeji yake wa mume wa kwanza aliyemfukuza anakatiza. Akamuita hakusikia, alimuona mlinzi akamkonyeza, akamwambia msimamishie huyo mtu. Aliposimama yule mtu,
Shemeji yake akaja akamwambia mimi nimejifungua. Shemeji akawa kama anang'aa macho, haelewi. Furaha ya yule mama kupitiza, akamwambia nimekwambia nimejifungua, uelewi? Alipoona kama haelewi, yule mama alichomoa ziwa lake haraka tu, akakamua maziwa mara 2 kumuonyesha aelewe. Unajua kuna wakati Mungu akikutendea jambo unaweza ukapata furaha kama unachanganyikiwa. Ninapohitimisha, natamani nizungumze na mtu mmoja. Yamkini umekabiliana na kelele mno za kukatisha tamaa, umekabiliana na vikwazo vingi ambavyo vilikupelekea mahali pa kutokuona kuendelea. Na hata mwenyewe wakati mwingine ulijiita majina mabaya ya kukata tamaa. Hili neno likuinue tena, likupe hatua tena. Kama yule mwanamke alikabiliana na vikwazo lakini alivishinda, na yule mtoto mwenye pepo alipona. Mungu ainue tena uchumi wako. Mungu ainue tena ndoa yako. Wengine umekata tamaa, unaona inaelekea kumpeane talaka. Talaka sio mpango wa Mungu. Ukizisikia hili neno ukakaa vizuri, ukarudi kwa Mungu, nimekwambia kuna wakati mambo yanapokuwa magumu, sio kurudi tu kwa washenga, sio kurudi kwa wazazi, sio kurudi kwa wasimamizi wa ndoa. Rudigi kwa Mungu kwanza. Mungu ndio mwanzilishi wa taasisi ya ndoa na ndiye mwanzilishi wa kila jambo. Tunaporudi mikononi mwake, tunapataga majibu ya maswali yaliyowashinda wanadamu. Huyu ni Mungu aliye halisi anayetutendea mema. Nimemshuhudia akiwaponya wagonjwa ambao walikata tamaa. Nimeshuhudia akifanya vitu vikubwa vya ajabu, akiwafungua waliokuwa wamefungwa na wamekata tamaa. Huyu ni Mungu anayewafungua watu. Huyu ndio Yesu aliyemfungua yule mgerasi aliyekuwa anaishi makaburini. Amefungwa na minyororo mingi na inakatika, lakini aliweza kumfungua. Sielewi ni minyororo gani, sielewi ni mazingira gani yaliyokukatisha tamaa, sielewi ni kelele gani ambazo zimesababisha wewe kukata tamaa, zimekushinda. Natamani sauti yako ya imani imfikie Yesu Kristo, halafu ikutoe mahali ulipo, upokee muujiza unaoutarajia. Ninapohitimisha leo, natamani nitamke neno la maombi kwa ajili yako. Lakini ukiendelea kutufuatilia, na wiki ijayo siku kama ya leo ya Alhamisi ufuatilie, tutakuwa na muendelezo wa hivi vipindi kuendelea kupata ujumbe wa neno la Mungu, na Mungu aendelee kukutendea mema. Unaweza ukafumba macho yako mahali ulipo, halafu nitamke neno kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, wewe ni Mungu uliyetujua tangu asili. Neno lako linasema wewe ndiye stadi wa kazi. Ulitujua tangu tungali matumboni mwa mama zetu. Neno lako linasema hivyo kwenye Zaburi ya 139. Na wewe ukatuumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Inawezekana kuna mtu amepokea majibu ya daktari yaliyomkatisha tamaa, lakini wanapoishia madaktari ndipo Mungu unapoanza kutenda. Wanapoishia wataalamu wa uchumi, wanapoishia wowote, neno lako ndipo linapoanza kufanya kazi. Muinue mwanamke huyu aliyesikiliza kelele za wakatisha tamaa. Muinue kwa neno hili. Wanadamu wanaweza kukatisha watu tamaa, lakini yuko Mungu atuinuaye. Yuko Mungu anayetupa hatua nyingine. Yuko Mungu anayewainua wanyonge. Kutana na wanawake na wanaume hawa. Kutana na watoto hawa. Wako Bwana, nasikia kilio cha wazazi ambacho wengine watoto wao wamefika mahali wamewashinda, wamekuwa ni teso kwenye maisha yao. Katika jina la Yesu aliye hai, pokea neema. Usikate tamaa kwa huyo mtoto. Endelea kusimama kwenye nafasi yako. Katika jina la Yesu, yuko aliyetembea na ugonjwa kwa muda mrefu. Huyu ni Mungu mponyaji aliyewaponya watu waliokata tamaa. Wengine walipita kwenye mapito mazito ya miaka 12. Yule mwanamke aliyepita miaka 12 akitokwa na damu, alipogusa vazi la pindo la Yesu alipokea uzima. Katika jina la Yesu, pokea neema, pokea uzima wako, pokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakubariki pia hata kwa ajili ya taifa hili la Tanzania. Ninaleta mikononi mwako. Bwana, tujalie haki ya kweli. Umesema kwa neno lako kwamba haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Ninaileta Tanzania mikononi mwako, kama neno lako ambavyo limesema ya kwamba watu wangu walioitwa kwa jina langu kama watajinyenyekeza na kuacha njia zao mbaya, watakaponiita nitasikia toka juu mbinguni na kuiponya nchi yao. Ponya Tanzania, ponya viongozi wa taifa hili. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninawaleta mikononi mwako, na haki yako ikatawale, itawale mihimili yote.
Bwana, maana kupitia haki tunapata tunda la amani. Katika jina la Yesu Kristo ninakubariki. Asante Mungu mkuu unayetutendea mema. Haleluya. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia vipindi hivi vizuri na mfululizo wa kipindi hiki cha ujumbe unaosema kwa habari ya kushinda kelele za wakatisha tamaa. Tutaendelea tena wiki ijayo. Namba zangu utaendelea kuona zikipita hapo. Kama una jambo lolote unahitaji maombi, utapiga muda wowote, au unaweza ukatuma ujumbe, halafu tutaweza kuwasiliana na kupata ushauri pamoja na maombezi. Mungu wa mbinguni awabariki. Shalom, shalom.